Hii hapa ni ramani nyingine nzuri ndogo inayochukua jumla ya tofali za kuchoma 4500, lakini kama utatumia tofali za block basi hapo utatumia jumla tofali 1300 za block, lakini kwenye upande wa bati ni bati 45 za futi 10. Mbao za kenchi ni 70 na jengo letu likiwa lina upana wa mita 7 na urefu wa mita 7. Naposema mita kwa makadirio ya haraka haraka unaweza kuhesabu hatua zako. Hatua zako hizo, yani kwa maana upana wake ni hatua zako 7 na urefu wake ni hatua zake 8. Lakini humo ndani kuna vyumba viwili vya kulala. Kati ya vyumba vyote ni single, hakuna chumba chenye choo ndani. Lakini pamoja na kwamba hakuna chumba chenye choo ndani, bado kuna choo cha public ambacho kipo katikati ya vyumba hivyo viwili. Kwa hiyo huduma ya dharura inadhibitiwa kiurahisi sana. Mbali na hivyo ni kwamba hili jengo lina sebule kubwa pamoja na jiko. Kwa nini tumefanya hivi? Tumeweza kufanya kulingana na mahitaji ya wengi ambao mmekuwa wakihitaji nyumba za kisasa lakini zinazoweza kutumia bajeti ndogo. Sasa hii hapa ni sehemu au ni miongoni mwa ramani za kisasa ambazo zitatumia bajeti ndogo. Kwa nini tunaweza tukasema ramani hii ni ya kisasa? Sasa hapa kaa karibu na unisikize kwa makini niweze kukupa sababu za msingi zaidi. Kumbuka nyumba yote ya kisasa huwa inakuwa na vitu vikuu viwili tu. Vitu hivi viwili kama vipo kwenye nyumba yako basi wewe unaishi kwenye nyumba ya kisasa, lakini kama havipo basi unaweza kufanya vinginevyo. Cha kwanza, nyumba yote ya kisasa ni lazima iwe na choo cha public ndani. Naposema kuwa na choo ndani haimaanishi kwamba nyumba iwe na choo ndani ya chumba, hapana. Hiki ni choo cha dharura. Kwa nini choo cha dharura? Tunamaanisha kwamba mtu yote atakayekuwa ndani ya nyumba yako au ndani ya nyumba hiyo atakapokuwa amepata dharura basi anaweza kuimaliza dharura yake humo ndani bila hata kutoka nje. Sawa? Hapo kwenye choo tumemaliza. Kitu kingine cha muhimu cha pili ambacho ni lazima kiwepo kwenye nyumba yote ile ya kisasa ni jiko. Sawa? Na ukiangalia kwenye ramani yetu hapa au ukirejea kwenye jengo letu, jiko pia lipo na liko na nafasi tu kubwa ya kutosha kiasi kwamba unaweza ukaweka vitu vingi sana humo, lakini pia kutokana na teknolojia ilikotufikisha sasa hivi, wengi katika majiko yetu tunatumia makabati ambayo yanakuwa na drawers. Zile drawers tunatumia kuhifadhi baadhi ya vitu. Kwa hiyo hii inafanya vizuri sana na inafanya kazi kama store. Kwa hiyo unaweza kujikuta jiko lako halina nafasi kubwa lakini vitu vyote vya msingi umeweza kuvihifadhi humo. Dhumuni la mimi kutoa maelezo haya ni kukueleza ya kwamba jengo hili limeweza kuandaliwa kwa kuhakikisha ya kwamba kila kitu kinachohusisha ramani ya kisasa au jengo la kisasa kimeweza kuweka kwenye jengo hili hapa. Na jengo lolote lile la kisasa halitegemei jengo lingine. Kwa mfano, jengo la kisasa huwezi ukawa unaishi ndani alafu utegemee kupika katika jengo la jirani au jengo la nje au jengo jingine ambalo limejengwa upande wa pili wa kiwanja. Hiyo sio nyumba ya kisasa. Huwezi ukawa ndani ya nyumba ya kisasa lakini unategemea choo utumie choo cha nje, haijalishi ni choo cha wageni au hata choo cha kwako mwenyewe. Bado hiyo sio nyumba ya kisasa. Kwa hiyo nyumba ya kisasa inaweza ikawa haina vitu vingi kama ambavyo unafikiria, lakini ina vitu vyote vya muhimu ambavyo vinahitajika kuwepo ndani ya nyumba ya kisasa. Sasa hapa nimekuletea jengo hili hapa na unaweza kutazama picha za muonekano wa hili jengo. Endapo litakamilika basi litakuwa na muonekano huu hapa. Nikukumbushe tu wewe ambaye unapatikana Mpanda na unatamani kupata materials muhimu ambayo ni imara zaidi, basi tutafute na tutakupatia material hayo hapo. Sisi tunahusika na upatikanaji wa tofali za blocks zilizo imara. Naposema zilizo imara sijui kama ninaeleweka. Tofali za blocks ambazo ni imara sana, lakini pia bati utazipata kwetu na mbao za kenchi utazipata kwetu. Kwa hiyo karibuni sana na tunategemea wengi tutawapatia huduma hii kwa sababu ya kile kilicho bora ambacho tumekithibitisha kulingana na dhumuni la ujenzi, basi kwetu tunakipata.